Majina yangu naitwa Alexius Sylvester Jacobo. Ni kijana Mtanzania lakini ninaishi ndani ya wilaya ya Karagwe, lakini pia ninayo dhamana ya vijana wa Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya ya Karagwe kama mwenyekiti wao. Kwa hiyo natambulika kama mwenyekiti wa vijana wa CCM wa wilaya ya Karagwe. Okay. Basi mtazamaji, huyu ndo mgeni wetu ambaye tumebahatika kuwa naye katika kipindi chetu kwa upande wa siku hii ya leo, na ni mengi ambayo tunakwenda kuyazungumza ili tuweze kumfahamu kiundani zaidi yeye ni nani. Na kabla tujafika mbali, naomba pia nikudokeze tu kwamba leo bwana, siku na tarehe kama ya leo, Mwenyezi Mungu aliweza kutuletea zawadi ya kijana huyu ambaye leo ni mwenyekiti wa UVCCM katika wilaya yetu ya Karagwe. Bwana, happy birthday to you. Asante sana. Ndio. Hongera sana. Asante sana. Unajisikiaje kuzaliwa siku kama ya leo na bado Mwenyezi Mungu ameendelea kukupa uhai? Bado unapumua mpaka leo hii. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwanza kwa sababu ya kunileta duniani. Sawa. Kwa tarehe kama ya leo ambapo leo ninatimiza miaka kadhaa nikiwa katika dunia hii. Lakini pia ni wapongezi wenzangu ambao nao walipata bahati ya kuzaliwa tarehe kama ya leo. Lakini pia ni wapongezi wale wote waliozaliwa ndani ya mwezi wa pili. Wapongeze sana, lakini ni mwezi wa baraka ambao mwezi ambao wamezaliwa watu bingwa sana, kikiwemo chama chetu cha Mapinduzi nacho kilizaliwa ndani ya mwezi huu, mwezi wa pili. Kwa hiyo niwapongeze sana, ninayo furaha kubwa sana na naomba Mwenyezi Mungu aniongezee umri mrefu ambao utafanyika baraka kwa watu wengi sana. Ndio. Mtazamaji ambaye anatutazama, nipenda pia kufahamu, tunapomzungumzia Mr. Alexius Jacobo, katibu wa UVCCM katika wilaya yetu ya Karagwe, ni nani? Kwanza mimi, ndugu mtangazaji, ndio, kama ulivyosema, mimi nilivyotangulia kusema, nimekwambia ni mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Karagwe, ambapo kwa sasa ni muhula wangu wa kwanza kamili wa kuongoza jumuiya yetu ya vijana wilaya ya Karagwe kutokea mwaka 2022 ninakwenda mpaka mwaka 2027. Okay. Lakini pia ni kijana ambaye nina ndoto kubwa za kuendelea kuwasaidia vijana ndani ya wilaya ya Karagwe, lakini kuendelea kuhakikisha uhai wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, na jumuiya zake zote tatu unaendelea kuimarika. Ndio. Lakini pia ni kijana ambaye nina ndoto nyingi za kuweza kuwatumikia wananchi. Mimi ninachokiamini katika uongozi, kiongozi kazi yake ni kuwatumikia wananchi na sio kuwatumia wananchi. Kwa mimi kazi yangu, ndio maana siku zote huwa nikizungumza na vijana wangu nawaambia mimi ni mtumishi wenu. Kwa mimi nilikuja kuwatumikia, sio kuwatumia. Kwa katika kuwatumikia ni pale ambapo nitahakikisha kwanza wanaielewa misingi ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi, lakini siasa inaendana pamoja na uchumi. Ni kuendelea kuhamasisha waendelee kujenga uchumi wa kila siku, kwa sababu mwanasiasa akiwa na uchumi ana uwezo wa kutimiza majukumu yake mengi sana, kwa sababu hakuna sehemu atakwama. Kwa hiyo iko hivyo ambavyo ni kama vile ambavyo unavyoweza kuona uendeshaji hata wa media unahitaji uwe na uchumi. Hivyo hata siasa ilivyo. Pengine tupende pia kufahamu historia yako ya siasa ikoje? Historia yangu ya kwenye siasa na siasa nyingine. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikitamani sana kuwa kiongozi, lakini katika tamanio la moyo wangu huo nimepita katika sehemu mbalimbali. Nikiwa kwenye shule ya msingi nilibahatika kuwa kaka mkuu shuleni kwa miaka 3 mfululizo. Baadaye nikajiunga na shule ya sekondari pale Ndama Sekondari, nikawa school secretary miaka 2 mfululizo. Nimetoka nimekwenda chuo, nimekuwa waziri kwenye wizara mbalimbali chuoni, lakini mwisho wa siku nikawa rais wa serikali ya wanafunzi. Baada ya hapo nilirejea nyumbani, ambapo nilijiunga na umoja wa vijana kwenye kata yetu ya Kayanga nikiwa kama mwenyekiti wa tawi. Baadaye nimekuja kuwa katibu wa uhamasishaji wa vijana na chipukizi wa kata ya Kayanga, kata ya mjini. Baada ya hapo ndo nikaenda kuomba ridhaa kwa vijana wa CCM wilaya ya Karagwe, na wakanipatia dhamana ya kuweza kuwa mwenyekiti wao wa vijana wa wilaya ya Karagwe mpaka sasa. Lakini kupitia nafasi hiyo inanipa fursa mimi kuwa mjumbe wa baraza la UVCCM la mkoa wa Kagera, lakini inanipa nafasi ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nimepita katika nafasi hizo ambazo zimenijengea uzoefu mkubwa wa namna ya kuweza
kutumika ndani ya chama chetu cha Mapinduzi na namna ya kuweza kukisaidia chama chetu, lakini pia hata katika upande wa pili, upande wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, nimekuwa mhasibu wa Jimbo Katoliki la Kayanga kwenye taasisi yetu ya vijana wa Katoliki, lakini baadaye nimekuja kuwa mwenyekiti tena wa vijana wa Katoliki kwenye jimbo letu la Kayanga. Kwa hiyo nimepata uzoefu pande zote, lakini pia ndani ya jamii ninaendelea kushirikiana na vikundi mbalimbali, ambapo mimi ni mwenyekiti wa vikundi vya vijana vitatu, vijana tuinuane kiuchumi. Kwa hiyo uongozi ndani ya jamii, ndani ya chama na ndani ya taasisi ya kidini umenipa nafasi ya kuweza kufahamu mambo mbalimbali na kupata uzoefu mwingi wa namna gani naweza nikatimiza ndoto ndizo nazo za kuwatumikia wananchi. Okay, mtazamaji pia angependa kufahamu na kuelewa zaidi, kwa sababu mara zote huwa tunatambua kwamba kijana makini au binadamu yeyote yule ambaye anakuwa makini vizuri kwa upande wa uchumi, lakini vile vile siasa, kijamii na kadhalika, mara nyingi huwa wanakuwa ni vijana ambao wana watu ambao ni mfano bora kwao. Kwa lugha nyingine tu huwa tunasema ni role model. Kwako wewe, role model wako ni nani? Nakushukuru sana kwa swali zuri. Ndio. Binafsi ninao ma role model kama watatu ambao kiukweli wameniinspire sana katika uongozi. Kwanza nikiwa mtoto mdogo nilikuwa nikipenda sana kumfuatilia hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ukifika mtaani kwetu mara nyingi wale wazee wa zamani walikuwa wananiita mtoto wa Nyerere. Ndio. Lakini ni kwa sababu ya kupenda kumfuatilia na kuwa na misemo yake mingi naitumia. Lakini baada ya kuwa nimesogea mbele, nimependa sana kuwa inspired na vijana wenzangu. Ndio. Wa kwanza ambaye kiukweli ameninspire kwa sasa ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa, anaitwa Mheshimiwa Heri Dennis James. Okay. Ni kiongozi ambaye kwangu namuona kama mwalimu, namuona kama mtu ambaye ukimtizama, ukimsikiliza unajifunza mengi namna gani ya kuweza kuwatumikia wananchi. Lakini kwenda mbele zaidi, nimejifunza mengi sana tangu nimewaona viongozi mbalimbali. Nimejifunza mengi pia kwa kijana mwenzetu anayetokana na wilaya yetu ya Karagwe, Mheshimiwa Innocent Ruga Bashungwa. Amekuwa ni kiongozi ambaye uongozi haujamvaa. Yaani yeye amekuwa ni kiongozi, lakini utamwona ni kama mwananchi wa kawaida kabisa, lakini anawatumikia vizuri, namna anavyowatumikia wana Karagwe, namna anavyoshuka kurudi kule kwenye stage za chini na kukutana na watu. Lakini pia utamwona watu tofauti, anapokuwa juu utamwona ni watu tofauti, atavurudi huku. Kwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuchangamana na mazingira mbalimbali. Kiukweli ameninspire na ni kiongozi ambaye anatufundisha mengi, anaiamsha sana mioyo yetu kujifunza makubwa.